Bwana Yesu asifiwe tena, msikilizaji unayetufuata kwenye ibada hii. Praise the Lord, brethren who are following us in this service. Mungu ayaone mahitaji yako na akujibu, akutendee mema. May God see your needs and does you good and also answer your prayer requests. Mungu apigane vita vyako. May God fight your battles. Na aweke maadui zako chini ya miguu yako. And may He put your enemies under your feet. Ujumbe tunakuletea, the message we have brought you, inasema, it says, amasa wa maisha yako ni nani? a master of your life is who? Nani ndio amasa wa maisha yako? Who is a master of your life? Unapofuata mafundisho vizuri utatambua amasa ni nani, na leo ule amasa ataangamizwa, atamalizwa kwa jina la Yesu Kristo. If you follow this teaching very well, you will know a master of your life is who, and he will be destroyed and finished in your life today. Tuko kwa Samueli wa pili sura 12. We are in 2 Samuel chapter 20. Mstari wa 4 mpaka 12. From verse 4 to 12. Nitasoma yote. I'll read all. Lakini msomi wangu atasoma tu 10 mpaka 12 kwa Kizungu. But my reader will read verse 10 and 12 only. Ila nasoma yote 2 Samuel chapitre 20 verset 4 jusqu'à 12. I'm reading 2 Samuel 20 from verse 4 up to 12. Alafu mfalme akamwambia Amasa, ukusanye watu wa Yuda kwangu kwa siku 3, nawe uwe hapa. Basi Amasa akakwenda kukusanya watu wa Yuda, lakini akakawia kupita muda aliowekewa. 6. Daudi akamwambia Abisaya, sasa Seba mwana wa bikira atatuumiza kuliko Absalomu. Twaa wewe watumishi wa bwana wako umfuate, asiingie mjini yenye boma na kuliponyesha kwa macho yetu. 7. Na nyuma yake walitoka watu wa Yoabu na Kereti na Wapeleti na watu hodari wote, wakatoka Yerusalemu kufuata Seba mwana wa bikiri. 8. Walikuwa kwa mwamba mkubwa ulio katika Gibeoni. Amasa akakuja kukutana nao, na Yoabu alivalishwa na vazi yake ya vita aliyovaa, na juu yao ulikuwa mshipi na upanga uliotiwa viunoni mwake ndani ya ala yake, naye aliendelea akaanguka. 9. Yoabu akamwambia Amasa, ni vema kwako ndugu yangu? Yoabu akashika Amasa kwa ndevu na kwa mkono wake wa kuume akambusu. 10. Lakini Amasa hakuangalia upanga uliokuwa mikononi mwa Yoabu, basi akampiga nao tumboni, akamwaga matumbo yake chini, wala akumpiga tena, akafa. Yoabu na Abisai ndugu yake wakafuata Seba mwana wa bikiri. 11. Na mmoja wa vijana wa Yoabu akasimama karibu naye akasema, yeye anayependa Yoabu, naye aliye kwa upande wa Daudi afuate Yoabu. 12. Naye Amasa akalala akiviringika ndani ya damu yake katika njia kubwa, na wakati mtu huyu alipoona ya kama watu wote wakasimama, akaondoa Amasa katika njia kubwa hata shamba, akatupa vazi juu yake, wakati alipoona ya kama kila mtu ambaye alipita amesimama. Amina. I'm reading from the book of 2 Samuel chapter 20 verse 10 to 12. But Amasa did not notice the sword that was in Joab's hand, and he struck him with it in the stomach, and his entrails poured out on the ground, and he did not strike him again. Thus he died. Then Joab and Abishai his brother pursued Sheba the son of Bichri. 11. Meanwhile one of Joab's men stood near Amasa and said, whoever favors Joab and whoever is for David, follow Joab. 12. But Amasa wallowed in his blood in the middle of the highway, and when the men saw that all the people stood still, he moved Amasa from the highway to the field and threw a garment over him. When he saw that everyone who came upon him halted. Amen. Samueli wa pili 17:25.
2 Samuel 17:25. Absalomu akaweka Amasa juu ya jeshi pahali pa Yoabu. Basi Amasa alikuwa mwana wa mtu mmoja jina lake Itira Mwisraeli, aliyeingiwa kwa Abigaili binti ya Nahasi, ndugu ya msichana wa Zeruya mama ya Yoabu. I'm reading 2 Samuel 17:25. And Absalom made Amasa captain of the army instead of Joab. This Amasa was the son of a man whose name was Jethro, an Israelite, who had gone in to Abigail, the daughter of Nahash, sister of Zeruiah, Joab's mother. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tunaongea juu ya Amasa. We are talking about Amasa. Maana ya Amasa, The meaning of Amasa, ukisoma kwa dictionary ama ukitafuta utakuta kwamba ni kusema maisha magumu. when you seek it in dictionary or you read it, it means hardship. Amasa maana yake maisha magumu. Amasa means hardship. Yale shida unaipitia ina chanzo yake, kuko kwenye ilitoka. That problem you're going through, it had a beginning, it had where it came from. Lakini Mungu ni mwaminifu. Mungu atafungua mlango mwingine ya wewe kutoka mwa hiyo shida. But God is faithful. God will open another way that you get out of that problem. Baba ya Amasa aliitwa Itira The father of Amasa was called Bithra, na mama yake aliitwa Abigail. and his mother was called Abigail, Dada ya Zeruya the sister of Zeruiah na Daudi. and David. Kwa hiyo Amasa alikuwa cousin wa Daudi. Which means Amasa was the cousin of David. Na Daudi akampenda sana. And David loved him so much Akamsogeza karibu naye. and brought him close to him. Kuna watu unawapenda, unawaleta karibu yako bila wajui ni wanani. There are some people whom you bring close to you and not knowing who they are. Daudi alipomsogeza Amasa hakujua kabisa Amasa ni nani. When David brought him close to him, did not know who Amasa was. Alijua ni ndugu He thought was a brother na akamleta karibu. and brought him close. Alijua huyu ni mtu wa familia. He knew this is the person of the family. Huyu ni damu yangu, hawezi niangusha wala kunitendea ubaya. This is my own blood, cannot do me wrong and cannot make me fall. Na kampatia Amasa kazi kubwa. General mwalikuwa charge ya security yote. And he gave Amasa a big job, who was in charge of all the security. Lakini Amasa alipoingia, But when Amasa entered, alikuta Yoabu alikuwa pale. found Joab was there. Amasa akapindua Yoabu. Then Amasa changed Joab, Akachukua kazi ya Yoabu. took the job of Joab. Amasa akachonganisha Daudi na Yoabu. Amasa brought misunderstanding between Joab and David. Amasa akachonganisha Daudi na mtoto wake Absalom. Amasa brought misunderstanding between David and Absalom. Tena Absalom njo mwenye amemleta huyu Amasa na kumuinua. Akamwambia baba, tutumike na ndugu yetu huyu. Yet Na uncle. Absalom is the one who brought him to David and said, my father, let us work together with my uncle together. Amasa akafanya nini? What did Amasa do? Akaambia Absalom, Told Absalom, tutoe baba yako. let us remove your father. Unaweza kuwa mfalme mzuri. You can be a better king. Nitakusupport. I'll support you. Anza vita. Now begin battle. Akaambia wazee wote, And told all the elders, msupport huyu mtoto. support this boy. Absalomu akaanza vita. Absalom began the battle, Iko napiganisha baba was yake. fighting against his father. Sasa Amasa Now Amasa anaenda kwa Absalom, goes to Absalom, anamaliza panga na Absalom, plans with Absalom, anarudia kwa Daudi. then comes to David Anaambia and Daudi, tells David, fanya angalisho, be watchful, fanya angalisho be watchful na mtoto wako with your ni child. mtu mbaya. He's a bad boy. Anarudia kwa He Absalom, goes to Absalom, anaambia baba yako tells him, your father ni mtu mbaya. is a bad Wa father. Amasa They are Amasas. wanaendana tembea na majina ya bengine na maneno ya buchonganishi. They move with other people's names against people and also to bring confusion between people. Amasa akitoka kwa Absalom When Amasa gets out from Absalom, anakia kwa Daudi, he comes to David, na Absalom and then Absalom, kupitia uchochezi ya Amasa
through through the misunderstanding which he brought by Amasa, akaanza vita kupiganisha baba yake. started battle with his father. Daudi akasikia vita imekuja. Then David heard the battle had come. Akatuma tena Amasa, wende ulize ni nini. Then sent Amasa, go and ask what is happening. Akasema ni mtoto yako. Amasa said, that is your son. Absalom huyu. Absalom. Daudi akaanza kimbia. Then David was on run. Mimi anakimbia nani? Whom was he running away from? Wako. His own son. Na kuombea kwa jina la Yesu Kristo. I'm praying for you in Jesus' name. Watoto uliowazaa The children whom you bore, hawatakupiga vita. they'll not fight against you. Hawatakugeukia wa Absalom. They'll not turn against you as Absalom. Lakini watakuwa baraka kwako. That they'll be blessing to you. Hawatakulilisha machozi bali watakuchekesha kicheko. They'll not bring you tears, but they will cause you laughter. Na kila Amasa mwanataka haribisha watoto wako, akuchonganishe wewe na watoto wako. Leo ule Amasa atashindwa kwa jina la Yesu. And Amasa wants to spoil your children, who wants to bring strife between you and your children. May God finish him in Jesus' name today. Akawachonganisha. Brought confusion among them. Absalom anakimbiza baba yake. Now Absalom put his father on run. Lakini But usipoheshimia wazazi wako ni laana. if you don't respect your parents, it is a curse for you. Watoto, mheshimu wazazi wenu mpate kuishi maisha mingi. Children, respect your parents that you live long. Absalomu wakati iko nakimbiza baba yake, Absalom, when he put his father on run, nywele zake zilikuwa ndefu zikabana mumiti, his hair was so long and got hooked in the trees. ikamunyonga na akakufa. It strangled him and died. Kuna laana kubwa sana kupiganisha wazazi wako. It is a big curse to fight your parents. Absalomu akakufa. Absalom died. Na wakati alikufa, And when he died, Joabu ndiye alikuwa mwa hii vita. now Joab was the one in this battle. Kumbuka Amasa alishachukua kazi ya Yoabu. Remember, Amasa had taken over the job of Joab. Amasa Akarudia tena kwa Daudi. then came to David Akamwambia, and told him, unajua manakuletea shida? do you know who has brought you problem? Ni Yoabu. That is Joab. Ndio ameleta hiyo vita. Is the one who has brought this war. Na amekuuia mtoto. And he has also killed your child. Ameua mtoto wako. Has killed your son. Wakati Yoabu anatoka kwenye vita, When Joab came out of the war, wanangoja ushindi. they were waiting for victory. Wako naangalia ushindi itakuwa namna gani. They were seeing how the victory will be. Nini ilifanyika? What happened? Pahali wa msifu Yoabu gisi amemaliza vita, Instead of praising Joab as he has finished the war, Daudi akamuondoa mapete yote. David removed all the stars that he had. Akamwambia mtu mbaya, Told him, you are an evil person. umeniuia mtoto. You have killed my son. Mwiko na zala hii yote ni Amasa. The one who is creating all this evil is Amasa. Wakati Amasa anakia kwa maisha yako, When Amasa comes in your life, mazuri utakuwa nafanya bana kulipa njo mabaya na kukushusha pahali bakuinue. the good that you have done, they pay you for evil. Instead of elevating you, they put you down. Njo Amasa ule. That is Amasa. Amasa hapendi uendelee. He doesn't want you to get breakthrough. Anakia kuchonganisha. He comes to confuse you. Pahali uinuliwe unashushwa. Instead of being elevated, you are put down. David akamchukia Yoabu. Hated Joab. Yoabu mwalikuwa anamsaidia. Joab was helping him. Akasahau, he forgot, nani mwiko mwa hii vita? Who is in this battle? Nani njo iko mu vita yako? Who is there in your battle? Nani umejidegizia amegeuza sura juu simujue na kumbe njo Amasa wa maisha yako? Who has disguised him or herself yet is Amasa of your life? Daudi iko napigana na mtoto wake Absalom, anapigana na kuzee wake, anapigana na batu wangemsaidia wakina Joabu. Hajue ni Amasa njo iko nyuma hii mambo yote. David is fighting against his son. Is fighting against those who would help him. He didn't know that Amasa was behind all this problem. Yoabu akamtambua Amasa. Joab recognized this Amasa. Na kuombea leo umtambue nani njo Amasa wa maisha yako. I'm praying for you recognize who is Amasa of your life. Daudi hakujua ya kwamba kuna Amasa. David did not know that there is Amasa. Daudi alishamtoa Yoabu kwenye kazi. When David removed Joab from the job, lakini Amasa alipoona vita ya Absalomu imeshindwa, when he saw the battle of Absalom had failed, akenda panga vita ingine tena na Seba. He went and planned another battle with Seba. Na hapa ku Samueli wa pili 12 kuanzia kumstari wa 4. Now here in 2 Samuel 20 from verse 4, Daudi anamtuma tena Amasa
David sends Amasa again. akamwambia kwenda ukusanye watu wote wa Yuda, Said, go and gather all the people of na Judah uangalie nini nafanyika kule kwa Seba. and see what is happening there at Seba. Hakujua ni huyu ndio iko naleta vita na huyu ndio wako natuma malize vita. He did not know that that was the one bringing the war and is the one who is going to finish the war. Amasa akimaliza kukusaliti anakia kajifanya rafiki yako wa karibu sana, jua kumalize vizuri. Amasa, after betraying you, becomes a very close friend of yours to finish you completely. Kwa hiyo Daudi Now for that reason David akamtuma Amasa, sent Amasa. lakini Amasa hakurudia, kakawia kule. But Amasa did not come back, delayed there. Iko napanga vita. He was planning war. Nampenda Yoabu. I love Joab. Yoabu hakungoja. Joab did not wait. Wakati amemtambua Amasa When he recognized ya Amasa, kwamba ndiye ameleta shida kwa familia, kwa Israeli, kwa ufalme wa Daudi, that had brought the problem in the kingdom of David, in the family, also in Israel, hata kwa watoto wa Daudi, even to the children of Amasa David, ameleta shida kubwa. Amasa had brought big problem. Huyu alikuwa ndugu, alikuwa kuzeme, ameleta matatizo. He's a cousin and has brought a lot of problem. Amasa huyu That Amasa alishatuma Yoabu, amemtoa pete pale wamsifie kwa kazi nzuri. has made Joab to be removed or stripped off all his stars. Instead of elevating him, he was put down. Amasa ametuma Absalomu, amekufa. Amasa has made Absalom to die. Yoabu akaenda, Joab went. na Amasa alikuwa amepanga, And now Amasa had planned akaambia Seba, and told Seba, nimesikia Yoabu iko nakuja. I've heard Joab coming. Jambo tutafanya, What we shall do, mimi nitatokea kwa njia kubwa ama highway, njia kubwa. for me, I'll come up at the highway. Nitambusu. I'll kiss him. Wakati mimi namkumbatia, When I've hugged him, wewe utokee nyuma, just come from behind. kamata mkuki, mchome, Just get the spear, pierce him. mchome kwenye mgongo, tumalize. Pierce him from the back and we finish him. Kumbe Yoabu alishatambua mipango zote za Amasa. Yet Joab had already known all the plan of Amasa. Hiyo siku alitembea na mpanga wake. That day he moved with his sword. Na wakati Yoabu iko nakuja, When Joab was coming, hakuna mwalimtuma, nobody sent him sababu Daudi alikuwa alishamchukia, because David had hated him. na Amasa ndio anampiga vita. And Amasa is the one fighting Lakini him. alipojua Amasa, But when he knew that Amasa, hakunyamaza, he did not keep quiet. alisimama, He stood jua pigane na that he Amasa. fights Amasa. Na wewe unapomtambua Amasa wako leo, If you have recognized your Amasa today, hapana tena kumfanya rafiki yako, don't make him friend again. hapana kumsogelea, Don't bring close him again. Simama. Stand na umteketeze Amasa wa maisha and yako also burn Amasa of your life kwa njia ya maombi in the way of prayers na neno la Mungu. and the word of God. Vita ya Amasa haiko ya kimwili, Now, the war of Amasa is not physical war, ni vita vya kiroho. it is a spiritual war. Joabu alitembea na mpanga, Joab moved with a sword, na Amasa amemaliza panga. and Amasa had planned Anaambia Seba, and told Seba, kutane kwa hiyo njia kubwa. we meet on the highway. Sasa unaona mimi namsimamisha, When you see me making him to Unajua mimi stop ni to him, general. then know I'm a na general yeye ni general. and he's also a general. Tutakapokutana tutasalimiana. When we meet, we shall hug each Sasa other. kwa niko namsalimia, Now, when I'm greeting him, wewe kuja haraka na umalize. just come very fast and finish Na him. ikawa hivyo. And it was like that. Wakati Amasa iko nakuja, When Amasa was coming, Yoabu anakuja, Joab was coming, wakakutana, they met, wakakumbatia. they hugged each other. Kumbe ndio mwisho ya Amasa. Yet that was the end of Amasa. Mwaliwazia atakumaliza, utaona jinsi yanamalizwa, na utahudhuria kumaziko ya adui yako. The way we thought will finish you, you will see when he or she is the one who is finished and you will go for his funeral service. Amasa alijua anakiamaliza sasa Yoabu, kumbe yeye ndio atakufa. Amasa thought has come to finish up Joab, yet is the one going to die instead. Yoabu alikuwa na mpanga. Joab had a sword. Wakati Amasa na mbusu, When Amasa hugged him, Samueli wa pili 2 Samuel 12 mstari wa 9 chapter 20 verse 9 na 10. and 10. Yoabu akamwambia Amasa, ni vema kwako ndugu yangu? Yoabu akashika Amasa kwa ndevu na mkono wake wa kuume akambusu. 10. Lakini Amasa hakuangalia upanga uliokuwa mkononi mwa Yoabu, basi akampiga nao tumboni, akamwaga matumbo yake chini, wala
hakumpiga tena. Alafu Yoabu na Abisaya ndugu yake wakamfuata Seba mwana wa Bikiri. Amina. Amen. Should I read? Yes. 2 Samuel chapter 10 verse 9 and Chapter 12. 20 20 verse 9 and 10. and 10. Then Joab said to Amasa, "Are you in health, my brother?" And Joab took Amasa by the beard with his right hand to kiss him. 10. But Amasa did not notice the sword that was in Joab's hand, and he struck him with it in the stomach, and his entrails poured out on the ground, and he did not strike him again. Then he died. Then Joab and Abishai, his brother, pursued Sheba, the son of Bikri. Hallelujah. Hallelujah. Hapa Amasa iko nakuja, Now here Amasa is coming, wanakutana na Yoabu, and they're meeting Joab. wanakumbatiana. They kissed each other. Yoabu anamgusa kumandevu. Joab touched his beard. Amasa hajue kama Yoabu amejua siri zake. Amasa did not know that Joab has known his secrets. Anamwambia, ni vizuri ndugu yangu. He asked him, "Is it health, my brother?" Amasa naye Amasa iko also nachunga sasa Seba akuje kumuua Yoabu. was waiting for Seba also to come and kill Joab. Kumbe hajue Yoabu alishamtambua zamani. He didn't know that Joab had already recognized him. Yoabu akachukua mpanga yake Joab- pole na iko namgusa kundevu. Joab got his sword from the sheath and was touching his beard slowly Akakata tumbo yote ya Amasa. and cut the stomach of Amasa. Na Biblia inasema matumbo yake kamwagika chini. And the Bible said that his entrails poured down. Amasa hawakumkata kichwa, Amasa, they don't cut his head, lakini walimkata tumbo. but they cut his stomach. Amasa wa maisha yako Amasa of your life, leo atakatwa tumbo. today his stomach will be cut. Biblia The inasema Bible says, Ayubu 12 na mstari wa 15. Job 20, 25, Job chapter 20 verse 15. Job 20, 15, He swallowed riches, amemeza mali, he has swallowed riches ataitapika tena. and he'll vomit it Bwana again. ataitoa tumboni mwake. God will remove it out of his Tumbo stomach. ya Amasa itakatwa. The stomach of Amasa was cut. Mwenye amemeza promotion yako atakata tumbo lake. The leo. one who has swallowed your promotion, his stomach will be cut Amemeza today. pesa yako, tumbo itakatwa He leo. has swallowed your money, his stomach will be cut today. Tumbo ya Amasa ikaanguka chini. The entrails of Amasa poured down, Na Yoabu akafuata Seba and Joab followed Sheba na akapata ushindi. and got victory. Aliporudi When he came ni back, hapa Daudi alifurahi sasa that's when David was happy now na akamuinua. and also elevated him. Kabla Amasa hajamalizwa hautainuliwa na hautaendelea. When Amasa is not finished, you will not be elevated, you will not be promoted. Amasa iko kwa njia yako kusumbua jamaa lako, kusumbua maisha yako. Amasa is on your way to disturb your family and to disturb your life. Leo chukua mpanga. Today, get a sword. Mpanga njoi. The sword is this. Chukueni upanga wa roho, ni neno la Mungu. Get the sword of the Spirit, is the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Upanga njoi This is the sword ambayo itamaliza Amasa. that will finish Amasa. Tumia maneno la Mungu. Use the word of God. Tumia maombi. Use prayers. Funga. Fast. Pigana vita vya kiroho. Fight spiritual war. Amasa Amasa, mwalitaka kuue, who wanted to kill you, atakufa mbele yako. will die before you. Wakati Amasa anakusimamia, When Amasa stands before you, utakuwa maprobleme repete zenye azishake. Leo hii shida, kesho hii, sababu kuna yule mwiko nachochea moto. if Amasa is in your life, you'll be in repeated problems because there's somebody who is disturbing your life, who is there. Anatia moto. He's there adding in fire. Leo hii shida ingine, shida kwa shida. Today, this is a problem. Tomorrow, problem after problem. Ni Amasa. That is Amasa. Leo tamalizwa kwa jina la Yesu. Today, it will be finished in Jesus' name. Kuna dada moja There is one sister alienda akachukua rafiki yake kwa village, went and got her friend from the village akamleta karibu yake, and brought her close to her. akamwambia, gisi nimepata bwana wa pilote mtajiri mzungu
said, since I've got a pilot who is a white, kuja karibu yangu, come close to me. utakuwa unanisaidia makazi. You'll be helping me in housework. Unaweza pata bahati marafiki zake pia na wewe wakuoe. And you can get a chance, his friends also can marry you. Sababu wewe ni dada yangu, ni ndugu yangu, tunatoka familia moja, mtoto ya mama mdogo. Because you are my brother, you will come from the same family, my sister, and you are my step sister. Karibu, come close, tusaidiane. Come and we help each other. Takuwa nakupa pesa kidogo kidogo. I'll be giving you little money. Akamtoa mbali kwa vijiji. God had done from the village. Akamleta kwa mji. And brought her in the city. Lakini huyu alipofika, huyu dada mwingine, but when that sister came, reached that home, nyumba, saw the house, akaona gari ya Benz, saw a Porsche cars, huyu hajue kama amejiletea hamasa. Didn't know that she had brought herself hamasa. Jinsi Daudi alileta hamasa karibu yake, kumijomo anatamu maliza. Just as David brought hamasa close to him and is the one who wanted to finish him. Alipoona ile vitu yote, when this lady saw all these good things, nyumba ya bei, a powerful house, akamuuliza, asked her, ni ule fiancé yako tu ndio anafanya hivi yote? Is this all that fiancé of yours who is doing for you all this? Aseme ndio, na inabakia mwezi 4 tufanye harusi. Said yes, we are remaining with only 4 months that we make a wedding. Akasema asante. Said thank you. Dada yake alipokuwa kikoga, when her sister was bathing, akachukua simu, she got her sister's phone, akaingia kwa WhatsApp ya mzungu, entered in the WhatsApp of the white man, akamwambia nimekulota mubaya, said I've dreamt bad of you, na tangia leo, and from today, nimeona uko mchawi, uko nafanya vitu ya giza, I see you are doing things of darkness and you are witch, hautaniweza, you will not manage me, koma maisha yangu kabisa, stop in my life, I don't want you anymore, tena usinitafuta unisahau kabisa maisha yako. Don't call me again, don't seek for me. We have stopped the relationship. God has shown me in the dream. Huyu ni dada mwingine, iko musimu ya dada yake, anasukumia yule bwana ile message. That is the other step sister who is in her sister's phone and sending the message to the sister's fiancé. Dada yake kona koga hajue chochote. The sister was bathing, didn't know anything. Na huyu anabakia na simu. And this one who remained with the phone, anangoja ujumbe iende, was waiting for the message to go. Alipoona ujumbe imeenda, when she saw the message had gone, akavuta, she rubbed it, akarudisha simu pale, put the phone down dada there. anamaliza koga. The sister finished bathing, iko na furahi, was happy, sababu maisha alikuwa inaona ni raha, because her life was just a good life. Mungu amejiletea hamasa bila kujua. Yet she had brought herself a message without knowing. Chunga bwana taita. Now she waited for the husband to call. Hakuna kuita. No, he was not calling here. Bwana kamubloke. The fiancé blocked her. Mwezi naisha. 1 month. Pesa alikuwa anatuma kila wiki, hakuna tena. The money that he could send every week could not send anymore. Anajaribu kumtafute na shindikana. Tried to seek him and she failed to get the man. Yet Amasa had entered her. Maisha ikakuwa ngumu. The life became hard. Maisha ikashindikana. The life became so hard. Akaanza uzisha kitu moya moya. Started selling things one by one. Wote wawili wakarudia kwa village. All of them went back to the village. Yeye na Amasa wake bila kujua. Herself with Amasa not knowing. Lakini siku moja walitengana. But one day they separated. Walipotengana, when they separated, kisha mwaka mzima ya mateso, after 1 year of suffering, ndio bwana kaita tena. Dada alikuwa ameomba, amefunga, Mungu nioneshe shida yangu imetoka wapi, kwa nini mateso? This lady prayed and fasted. Then after a year, this man called where the problem was. Moja ya 10 anaheshimia, anasupport watumishi wa Mungu. Na hii yote dada kaanza uliza Mungu, nafaa hii yote lakini shida imetoka wapi Mungu? This sister could give offering, tithe and helping the ministers of God and supporting the work of God, said, where has all this problem come to me? Amasa alikuwa pale. Amasa was there. Lakini but kisha mwaka moja, after 1 year, Mungu akamfunulia ule mzungu, God revealed to that white man, ya kwamba huyu binti iko innocent, that this lady is innocent. Na akachukua hiyo message, and got the message, akaiforward kwa, and then forwarded to her. Akasema ninakujua, said I know you, lakini ujumbe sikuielewa, but I did not understand you when you sent this message. That made me to keep quiet. Nataka unielezee vizuri juu ya hii ujumbe. I want you to explain to me well about this message you sent me. Dada akakumbuka. Then this lady remembered. Alikuwa na mtu kwa nyumba. She had somebody in her house. Wanajua pin ya simu yake. And knew the pin of her phone. Wanajua siri zake zote. Who knows all her secrets. Alikuwa hamfiche kitu. She could not hide anything from her. Yet she was Amasa. Mungu akutosha kwa Amasa leo. May God get out
from your life, Amasa, nakupatia ushindi and to give you juu victory, usonge mbele. that you go forward. Bwana akubariki. God bless you. Acha tuombe. Let us pray. Baba, Pray. tumeshukuru kwa neno lako. Father, we thank you for your word. Ulipigania Yoabu, You fought for Joab. ulipigania Daudi You fought for David. wakati Amasa amewachonganisha, When Amasa brought confusion among them, wakati mambo imekuwa mazito, when the situation became so hard, lakini ukamsaidia Joabu, but you helped Joab. ukamrestore. You restored him. Najua wengi wa Amasa wameingilia maisha zao na mambo imekuwa magumu kabisa. I know many people, Amasa, have entered their lives and their lives have become so hard. Tumesimama jinsi Yoabu alisimama na upanga, tumesimama na neno lako kuleta tena usalama na kumaliza Amasa. We have stood as Joab stood with your word, and we are standing with the word of God as Joab finished up Amasa. Amasa ya uchawi ashindwe kwa jina la Yesu Kristo. Tunamkatakata kwa jina la Yesu Kristo ashindwe. Amasa of sorcery, let him be finished. We are cutting him in pieces. Let him be defeated in Jesus' name. Amasa wa maskini wa maisha mabaya tumemkatakata, tumemwangusha shindwe kwa jina la Yesu Kristo. Amasa of poverty, we throw him down. We cut him in pieces. Let him be defeated in Jesus' name. Kila aliyetufuata kwenye ibada hii na kwenye mtandao, Mungu umtendee mema, umuingize kwa utukufu wake wa pili. Whoever has been following this message and who has been on air, may God bless the person and take him or her to his or her second glory. Kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Bwana kubariki. God bless you. Shalom. Shalom.